Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakujuza mambo mbalimbali yanayojiri katika ulimwengu, lakini wakati huu tunatazama ni nini hatma ya rais wa Marekani Donald Trump baada ya kukamilika ama kutamatika kwa vita kati ya taifa lake la Marekani na Israel dhidi ya Iran. Moja kati ya hoja ambazo wakati huu zinatazamwa zaidi ni nini hatma ya rais wa Marekani Donald Trump, lakini pia na mshirika wake Benjamin Netanyahu. Moja kati ya jambo ambalo ulimwengu ulikuwa ukiamini siku zote ni mizani ya kijeshi iliyopo kati ya Iran na Marekani pamoja na Israel dhidi ya Iran. Wengi walitazama kwamba uwepo wa Israel pamoja na Marekani ungefanya Iran kuharibiwa vibaya, lakini uwezo ulioonyeshwa na Iran umeionyesha dunia kwamba Iran ni taifa ambalo lina uwezo katika jeshi, na ukitazama historia ya Iran ni nchi ambayo kimsingi ina historia kubwa katika mapambano tangu kabla ya mapinduzi ya Kiislamu ya taifa hilo la Kiajemi. Hata hivyo, moja kati ya jambo ambalo linatajwa ni mshikamano uliopo katika taifa hilo. Wa Iran walikuwa wanayumbishwa na Marekani. Ni rais wa Marekani Donald Trump alikuwa anatengeneza mazingira ya kuwafanya wa Iran wayumbe, lakini akisema kwamba anaenda kuwasaidia kuondoa utawala wa Ayatollah. Kama ilivyo kawaida ya Marekani katika sera zake za kimataifa, kwanza ni kuharibu mifumo ya kitawala katika nchi ambazo hazina uhusiano mzuri na taifa hilo, lakini kuna njia nyingi ambazo Marekani imekuwa ikizitumia. Miongoni mwa njia hizo ni kutengeneza vibaraka ambao wataweza kutengeneza mazingira ya uwepo wa maandamano ya wananchi ambao wataiangusha serikali. Lakini kwa upande wa Iran jambo hilo lilishindikana, kwani baada ya wananchi kugundua kwamba huu ni mpango maalum uliopangwa na Marekani, wao walishituka na hatimaye kuachana na maandamano hayo, licha ya kwamba serikali ilitumia nguvu kubwa wakati wa enzi ya Ayatollah Al-Khamenei. Lakini pia moja kati ya jambo lingine ambalo limeonekana ni wakati ule wa maandamano ambapo baadhi ya waandamanaji waliunga mkono serikali na wengine walipinga serikali. Lakini cha ajabu ni wakati wa vita ambapo wananchi, licha ya makombora yanayosikika katika maeneo tofauti tofauti katika majiji ikiwa ni pamoja na Tehran, lakini wao waliendelea kuandamana na kuunga mkono serikali yao kila baada ya majira ya jioni, huku wakishuhudia makombora yakirindima kila mahali. Lakini tuje katika hoja ya msingi. Je, mustakabali wa rais wa Marekani Donald Trump utakuwaje? Rais wa Marekani aliyetumia nguvu kubwa ya kisaikolojia katika vita hivi, lakini pia nguvu kubwa ya kijeshi, sasa anaonekana anakuja katika eneo la kutaka kumaliza vita hivyo. Lakini kumaliza vita hivi kunamfanya rais huyo wa Marekani aonekane kwamba ni mtu ambaye ameshindwa vita hivi. Kushindwa kwake hakumaanishi kwamba ni kutokana na nguvu yake iliyokuwa ndogo, lakini anatazama zaidi uchumi wa ulimwengu, lakini pia anatazama zaidi washirika wake ambao wanashambuliwa vibaya bila kujibu. Lakini moja kati ya jambo ambalo huenda likaiathiri serikali yake ni kukosa uaminifu, na kwamba pengine hata katika uchaguzi wa katikati ya muhula anaweza kakosa nafasi kubwa katika umiliki wa bunge, na kwamba wa Republican watapigwa chini na wa Democratic ambao wakati huu hawana imani kubwa zaidi dhidi ya rais wa Marekani. Kura ya maoni inaonyesha kwamba wa Republican wana nafasi ndogo sana kuliko wa Democratic wenye 56%. Hii itakuwa ni athari kubwa, na kwamba utawala wa Donald Trump hautoweza tena kulidhibiti bunge. Wa Republican watakosa nguvu katika bunge, na ni kwamba maamuzi mengi ya rais wa Marekani kupitia bunge ambalo sasa litakuwa na wa Democratic litakuwa likipinga mambo mengi ya rais huyo wa Marekani, tofauti na sasa ambapo rais huyo ana wabunge wengi katika bunge la Marekani. Lakini kingine ambacho kinaweza kikamkuta rais huyo wa Marekani ni uaminifu wa walimwengu. Nchi nyingi zitakosa uaminifu dhidi ya Marekani. Hata mataifa ya Ghuba yenyewe yaliyoshuhudia mashambulizi kutoka Iran yataona kwamba Marekani hakuna haja ya kuwa na ushirika wa taifa ambalo unapigwa na hakuna anayekutetea. Hili ni jambo ambalo kimsingi mataifa ya Ghuba hatokubaliana nalo kwa mara nyingine tena, na yatapoteza uaminifu kwa rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump, lakini pia na hata kwa Marekani yenyewe. Lakini pia rais huyo wa Marekani ataingia katika rekodi ya marais ambao walishindwa katika vita.
Mtazamaji wa The World News, nawe pia una nafasi ya kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii kwa tazama, je, ni nini mustakabali wa rais wa Marekani bwana Donald Trump. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.